nimeelekezwa na Mheshimiwa Rais nifanye nini, na hiki ndicho ninachokifanya, kwamba lazima uhakikishe mahusiano kati ya polisi na wananchi yanakuwa mazuri, wananchi wawapende polisi. Leo hii polisi hata akipata shida unakuta watu wanashangilia. Tunataka polisi akipata, hata kama kapata ajali ya pikipiki, tunataka wananchi waende pole bwana, wamuone kama ni msaada wao, rafiki yao, mwenzao. Mkakati wetu sasa kwa kweli ni kuendelea. Mimi nimesema lazima tufanye transformation, lazima tufanye mabadiliko makubwa. Kwanza mabadiliko ya kimfumo, lakini pili mabadiliko ya kiutashi. Kwa mfano training zetu za jeshi la polisi lazima tuziangalie, kwamba hivi tuna train watu wanapokwenda kule kwa wananchi, tunawatrain waende wakapambane na wananchi au tunawatrain waende wakawalinde wananchi. Wenzetu wale wa Tume ya Haki Jinai iliyoundwa na Mheshimiwa Rais Dr. Samia Suluhu Hassan wametoa mawazo mazuri sana, na Mheshimiwa Rais ameagiza kwamba tuyasimamie yale mawazo, na mimi ninaendelea kuchukua kutoka kule, tuendelee tujaribu kufanya. Nitakaporudi kutoka kwenye mwaka mpya, nitataka tukae kwa ujumla, tuangalie mfumo ile haki jinai na mawazo yale ya tume, yapi tunaweza tukaincorporate. Kwa mfano wanasema haki jinai, wale wazee wameandika andiko zuri sana, wanasema ni vema sasa tusiwe na police force, wanasema tuwe na police service. Unajua ikiwa force, ujeshi unakuwa mwingi, nguvu inatumika. Tunataka police service ili iwe ni huduma ya kipolisi ya kulinda raia na mali zao, lakini ni huduma, wanatoa huduma. Sasa force itakuja pale ambapo kwa mujibu wa sheria itakuwa inatakiwa kutumika. Kimsingi na yenyewe inaweza kusaidia ili tujue pamoja na training. Tukilizungumza tu hilo kama ni service, tutaangalia training, tutaangalia mambo mengi sana katika hilo. Lakini la pili ni mambo ambayo sheria iko clear. Ukamatweje? Unakwenda kumkamata mtu ana kesi misdemeanor. Maana katika sheria tuna kesi za tofauti. Kuna kesi felon, ni kesi kubwa, na misdemeanor ni kesi ndogo ndogo tu. Lakini unakuta taji ule wa nguvu inazidi kidogo. Lakini tunapojadili haya yote tufahamu kwamba hatima ya nchi yetu ya Tanzania iko mikononi mwa Watanzania. Uwe una rafiki yako wa nje ya Tanzania, uwe unampenda vipi, awe amekusaidia vipi, lakini ujue huku ndiko kuliko na babu zako, kuliko na mama zako, kuliko na bibi zako, kuliko na shangazi zako, kuliko na vijukuu vyako, kuliko na watoto wako, kuliko na ndugu zako, na kuliko na kizazi chako. Unapoijadili hiyo, ubakize hakiba ya kwamba iko siku nitahitaji utulivu Tanzania. Endapo amani ikitoweka tukawa kama nchi za wenzetu, je,